Neno la Mungu linasema, fanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri, au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake mabaya, kwa maana kwa matunda yake mti hutambulikana. Enyi wazao wa nyoka, mwawezeje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakaolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Mathayo 7 mstari wa 15 mpaka mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Tawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miba, au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hawezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri ukatwa ukatupwa motoni. Iposa kwa matunda yao mtawatambua. Haleluya! Keza makofi na vigelegele kwa Yesu. Mungu, tumbe wangu jioni leo, Mungu anamtambua mtu kwa matunda yale anayoyatenda. Mungu ndivyo anavyomtambua. Akiwa shetani ana matunda ya shetani, akiwa wa Mungu ana matunda ya Mungu. Na ili mwanadamu ana Mungu, lazima ndani ya moyo wake kuwe na hazina iliyo njema, na hii hazina njema ni Kristo anaweka ndani ya moyo wa mwanadamu. Kila aliyeamini Kristo ndani ya moyo wake, sababu ipo Kristo, kunakuwa na hazina njema. Haleluya! Mle moyoni, kiwa mna hazina njema utatoa mema. Mle moyoni, kiwa na hazina mbaya utatoa mabaya. Hakuna mtu awezaye kwenda kuzini tu, unajua ule uzinzi uko moyoni. Ana hazina mbaya, ametunza mabaya, anawaza mabaya, atatenda mabaya. Haleluya, haleluya. Hata naenda kuiba, wizi uko moyoni, niko kwenye hazina. Kwa sababu moyoni mna wizi na tamaa ya wizi, ataenda kuiba. Yuko Yesu akiingia moyoni, anaondoa hazina mbaya ndani ya moyo wa mwanadamu. Mwanadamu anakuwa na hazina njema ndani ya moyo wake, anaanza kutoa matunda yaliyo mema. Yesu akiingia moyoni, anaweka hazina njema. Mtu yule asikia anasema uongo, maana Kristo ni kweli. Utasikia mtu ana tamaa, maana Kristo ni utoshelevu. Ni ndani ya Yesu mwana wa Mungu aliye hai, wanadamu utakuwa salama. Ataondoa hazina mbaya moyoni, itaweka hazina njema, tasema mazuri, maana moyoni yuko mzuri Kristo wa Nazareti aliye hai. Kristo ni mzuri, shetani ni mbaya. Na mwanadamu anapokubaliana na shetani mbaya moyoni, lazima atoe matunda mabaya. Yaani tunaposema Yesu ni mzuri, akikaa moyoni anaondoa mabaya na kae mzuri, tayari ule moyo utafanya mambo mazuri yanayompendeza mwenye moyo. Wewe ukoje? Matunda gani unaonekana mbele za Mungu? Swala sio kuhubiri, sio kuitwa mchungaji, sio kuitwa askofu. Nini ulicho nacho moyoni? Unatenda nini? Hicho Mungu ndiye anachokiangalia. Amesema mti unatambulikana kwa matunda. Ili waite huu ni mchungwa, lazima yaonekane yale matunda. Kweli mti umetoa machungwa, niweze kuambia mchongoma ni chungwa hili. Yukaria aweza kuondoa hazina mbaya moyoni, aweza kuondoa uchawi moyoni, aweza kuondoa uzinzi moyoni, aweza kuondoa kuonga moyoni, aweza kuondoa
akakaa simba kabila wa Yuda, aliye mzuri, aliye wa kweli. Mwanadamu kaanza kutoa matunda yaliyo mazuri. Haleluya, haleluya. Injili ya Mathayo sura hiyo ya 7 anasema hivi: jihadharini na manabii wa uongo waliovaa mavazi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu wa pori. Wamebeba mabaya moyoni, ila wamevaa mavazi ya kondoo. Mimi nabii nimeokoka na mti wa Yesu. Angalia matunda, anavunjisha mti. Angalia matunda, muongo. Angalia matunda yanachosema sio cha Yesu. Mtawatambua kwa matendo. Choko Yesu ondoa hazina mbaya. Choko Yesu ondoa matendo mabaya moyoni. Choko Yesu akugeuze mwanadamu. Akiingia mwanaume huyu mzuri aliacha enzi na mbingu ndani ya moyo wa mwanadamu, anaondoa hazina mbaya, anaondoa mawazo mabaya, anaondoa tamaa mbaya moyoni, anamgeuza mwanadamu. Matunda yake anaanza kutoa kwa Mungu. Anatokea Mungu kwa yule mtu. Amepokewa, anasamehe. Hana visasi, hana chuki, havunjishi mti. Nishuhudia na mtu mmoja wa Mungu, eti anasali kwa nabii. Nabii ameleta mke wa kwanza, eti ameachana naye, tena analeta wa pili. Nabii wa nani huyo? Nini hicho? Ni Mungu huyo. Na neno hilo tabu nabii, acha uovu, tabu geuka, acha mabaya, haingia Yesu moyoni, ageuze, ondoa uzinzi, ondoa tamaa, ondoa uongo. Mwanadamu geuze mpya Bwana. Mtanageuza wanaume na wanawake, huyu ni malaya. Mle ndani mna uzinzi. Anachukia kuachana. Sasa anasema nataka nitumike kwa uhuru. Naona ananibuguzi. Malaya wewe. Nani anayekubuguzi? Mume atakubuguzi kama na Yesu wewe? Eti mke atakubuguzi na Yesu? Yesu anayegeuza tabia za wanadamu. Yeye ni Mungu kwa wote wenye mwili. Cheni neno gani asiyoliweza simba kabila wa Yuda? Kwa neno lake walizifanya mbingu na nchi, walitamka na ikawa. Bwana, tukiingia kwake hakuna neno asiyoliweza. Saizi walokole wengi matunda anaotoa upagani, maana ndani yao hazina, ni mbovu. Eti ameokoka anavunja mji, anaacha mke. Ako ananitesa. Akutesa mko na Yesu moyoni, anayetengeneza ndoa. Choko Yesu geuza mienendo yako. Choko Yesu geuza tabia yako. Choko Yesu simba kabila wa Yuda, akiingia ndani ya moyo anabadilisha mwanadamu Bwana. Ni ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, anaondoa mabaya ndani ya moyo wa mwanadamu, anaweka hazina njema, anamgeuza mwanadamu ili amzalie matunda, anamlanda, anamtahiri kwa viza moyo, anamtengeneza, maana yumo moyoni. Anayetengeneza akili za wanadamu, anayetengeneza ufahamu wa wanadamu, anayetengeneza mioyo ya wanadamu ni Bwana umbaye mioyo. Spea zote anazo Bwana. Yaani moyo huu akiutengeneza kaulanda, hakuna neno asiyoliweza. Unamwita kwamba Bwana, juu ya ndoa yangu simama, nikuone Mwokozi. Akataa mapepo ya mafarakano, poa moto, choma moto. Bwana, ulituunganisha wawili tuwe mwili mmoja, inayotutenganisha hapa na katwa. Yesu anaona, maana yumo moyoni. Hauna Yesu, ndio maana fanya haya. Saizi wanafunga ndoa walokoa hata wanawake. Huyu amekushinda. Wanaungana eti la wachungaji. Mbingu sio wachungaji, ni ya watakatifu waliojikana mioyo. Wamekubali neno, wamekubali Yesu, ameondoa mabaya. Ndani ya Yesu Kristo ni salama Bwana. Akiwapo simba kabila wa Yuda, hakuna neno asiyoliweza. Aliambia bahari, toa njia Israeli wavuke. Na Israeli kanuni walimuinulia macho Mungu aliye juu, kwamba Baba tuokoe. Mbele yetu kuna bahari, kushoto milima, kulia milima, na nyuma maadui. Tunafuatwa. Wamisri wako nyuma na farasi zao wanatufuata. Mungu wa mbingu na nchi aliye njia, tengeneza njia ya kutuokoa. Saa hizi wanasema wameokoka, watu hawana kumwambia Mungu matatizo walionayo, kwa Bwana unayo njia. Hawana, watatoa kwa akili, hawana Mungu. Toba okoka mwanadamu. Toka kwenye dini ulionayo ya kilokole. Haina
wokovu. Yuko mwanaume mmoja aliyeacha enzi na mbingu, simba kabila wa Yuda, akiingia moyoni anageuza mwenendo wa mwanadamu. Anatahiri kabisa moyo mwanadamu anaishi na Mungu ndani. Bwana ni ndani ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hakuna neno asiyoliweza. Israeli wakalia kwamba Baba tuokoe, wewe ndio msaada. Hapa hatuna njia, akili zetu haziwezi kufanya kazi, wewe mwenyewe ni njia. Mungu akawaambia Musa, waambie wana wa Israeli, simameni tu kauone mkono wa Bwana. Anafanya siwezekana kwa wanadamu. Ndani ya moyo wako mna nani? Nani anaendesha maisha yako? Nani anakuongoza mwanadamu? Geuka leo, toka kwa huyo mbaya. Geuka leo, toka kwa muuaji. Geuka leo, toka kwa jambazi. Yuko Yesu Kristo awezaye kuondoa mabaya moyoni. Mwanadamu anakuwa salama. Bwana anasema jihadharini na manabii wa uongo. Wamevaa mavazi ya kondoo lakini ndani mbwa mwitu wakali. Saa hizi walokole kama kumbikumbi wengi. Nimeokoka, nampenda Yesu, muona naye atua matunda. Yoyo mwongo, yoyo malaya, yoyo amevunjisha mti, anageuza wanawake na yeye kama wapagani, kama shati. Unadhani matunda haya nani? Hata mtu mpagani anafanya haya na yeye anafanya haya. Humo ndani mna nini? Mtesi ana mizimu. Wana hazina mbaya, wana hazina mbovu. Ondolewa mpendwa. Bwana asifiwe. Itakusaidia nini? Ukimkuta amevaa tunguo kama yuko uchi, nampenda Yesu. Yesu alikuwa tutembea uchi. Nikakuta kabinti kamoja katembea hapo ng'ambo. Wewe binti ujambo? Sijambo. Shikamo. Pokea Yesu ya Bwana Mwokozi. Nimeokoka, nampenda Yesu. Hivi. Umndani mna nini? Kweli wapo Mungu tembea uchi? Anazuia hayo. Atakataa mavazi ya kikahaba, atakataa tamaa moyoni, atageuza moyo wa mwanadamu umzalie Mungu matunda aliyoumba moyo. Ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai akiwa ndani ya moyo wa mwanadamu. Yaani anayeongea yenyewe ni Kristo mwenyewe moyoni. Maana yupo kuzaa matunda kwa nani? Kwa Kristo. Anasema jihadharini na manabii wa uongo, mtawatambua kwa matendo. Saa hizi ndio tuko kwenye kati mbaya kweli. Wamejaa wachumvi na sabuni na mafuta, wanaokuangua watu na biscuit. Aishuhudia mmoja sema tukifika tunapaka mafuta tunakuanguliwa. Utadanganya hivyo mpaka lini? Si mganga huyo. Kwa jina la Yesu tunapokea uponyaji. Kwa jina la Yesu tunakuwa mbali na majini. Kwa jina la Yesu tunafunguliwa. Wala si kwa chumvi, wala si kwa sabuni, wala si kwa matikiti. Bwana mafuta ya kujipaka na kupikia. Wenyewe tu wanapaka watu kwa kuangua na bisu, kisha kumenyea viazi. Mwanadamu jinsi alivyofungwa fahamu ita na kuanguliwa na yeye anakaa kimya. Anasema kikukuangua na kufuta na daso ni shida. Namwambia daso gani? Eti kama nyerera mumo. Yaani eti umo wasema kanisani wana vinyelea vya kufuta watu. Yaani anamkwangua hapo anachukua nyerera anamfuta. Ni mambo ya ajabu. Ni Mungu huyo. Tunaenenda kwa imani wala si kwa kuona. Kwa neno lake tunaponywa, kwa neno lake tunaongozwa, kwa neno lake tunalindwa kushinda kwa dunia hii kwa njia ya imani ni ndani ya Yesu Kristo simba kabila wa Yuda. Kwa neno lake vyote alivifanya, sio kwa chumvi wala mafuta. Sabuni ni ya kuogea, tunafulia nguo sabuni. Matikiti ni matunda. Wewe uliyeweka dawa wewe, acha hayo mambo. Tobu, acha njia mbaya, acha uganga. Chumvi ile kuunga kwenye mboga kama haijakaa chumvi sio tamu. Wewe chumvi ni watu. Sasa ni maji ya kunywa, eti maji anakuambia maji si ya mpako, yani mongo. Waganga tawatambua kwa matendo. Tobu na bila geuka, acha njia mbaya, choko Yesu okokoa, utoke kwenye hayo mabaya uliyoyabeba. Hayo mafunuo ni ya kuzimu, yaani ni ya waganga wa kienyeji. Wamekuja saa hizi kiteknolojia, wanataja Yesu, lakini hawa ni waganga. Mganga wa kienyeji ukifika, akisha kuagua anakupa lazima mizizi, anakuaminisha hayo, na wenyewe wanaaminisha watu maji.
anamisha mtu chumvi. Si mganga tu, anasema mtawatambua kwa matunda yao. Yale matendo, mambo wanayofanya ni kinyume na neno. Wapi Yesu alikuwa anaponya watu kwa chumvi? Wapi Yesu alikuwa anaponya na maji? Yesu mwenyewe ndio mponyaji. Yeye mwenyewe ni mtu wa uzima. Simba kabila wa Yuda akitajwa, mapepo yanatoroka, majini yanakimbia, maana jina lake ni dawa. Bwana, ni jina la Yesu ndio dawa nafsi zetu. Hili jina linaponya roho ya mwanadamu na mwili bila chumvi lenyewe. Maana hili jina ndio lifanya mbingu na nchi na vyote, mpaka na wewe umefanywa na hili jina. Sasa chumvi ya nini? Manabii wa uongo. Saa hizi watu wanaenda kwa hao waganga kama kumbikumbi. Si wana matatizo, anaenda anakimbia. Ukiambia mimi Yesu, mimi nina nabii, anakupeleka wapi? Bwana Yesu haweza kukuokoa. Bwana Yesu aliona njia ya kuziona mbingu za Baba. Bwana Yesu moyoni mwanadamu ili ukazione mbingu. Sio nabii, hana mbingu. Nabii mwenyewe anakula maboflo kama wewe. Yaani umechanganywa hapo. Toba, acha dhambi. Toba, acha njia mbaya hizo. Nabii ameniambia, amenielekeza, amenizuia hiki. Anakuzuia nabii, ana wokovu huyo. Ni Mungu huyo. Amekuumba huyo. Ana pumzi yako. Huu ni uganga. Mtawatambua kwa matunda yao. Ukoje? Moyo wako ni shahidi. Mbona moyo una hazina mbaya? Mbona umebeba uovu? Saa hizi umefika mbali, hata mtu anahubiri huko analoga. Toka Yesu, tubu. Mwanza tubu. Mbona unaloga? Mbona una miungu? Toka Yesu leo, ondoa hazina mbaya. Toka Yesu leo, ondoa uchawi. Toka Yesu leo, ondoa mafuta ya kuzimu ulionayo. Toka Yesu kutibu gangwe. Toba, acha njia mbaya mwanadamu. Toka kwenye hayo maigizo mpaka lini? Mungu anamtambua mtu kwa matunda. Hata ufanye maigizo, wanadamu nao wana chini ya mbingu, unajifurahisha wewe. Tutaripoti kwa mwenye nasi kila mmoja na furushi yale aliyotenda. Alipo na roho yake na furushi yake inamfuata. Jidanganye. Usalimu umekaa duniani, wanajidanganya wanadamu. Ni wahubiri watu. Mimi naitwa mtumishi. Mtumishi wa nani? Na ndo mtumikia Bwana yupi? Bwana miti? Bwana nyuki? Bwana Yesu anaanza italiana msalabani, anaanza kuondoa uovu ndani ya moyo wa mwanadamu. Anaondoa hazina mbaya. Mtu yaanze kutoa matunda kwake, ameacha mabaya. Na neno hilo Alfa na Omega, ni mwokozi wa ulimwengu. Akiingia moyoni, anaondoa mabaya, anaondoa giza, anaondoa pepo za utambuzi, anamgeuza mwanadamu. Wewe ukoje? Na Bwana asifiwe. Napenda saa hizi mamalaya kweli, hata kwenye praise team wanachongozana hao, wanapeana Bwana asifiwe. Ana malaya humo, mambo ya ajabu. Yaani anageuza tu binti, anacheza humo kwenye kwaya. Bwana asifiwe. Bwana miti na haya mnayobeba, geuka leo. Tubu leo, neema ingaliko. Acha njia ambayo yuko Yesu leo haweza kubadilisha. Yuko Yesu leo haweza kugeuza. Yuko Yesu akiingia moyoni, anaondoa hazina mbaya. Yaani kama una maasira wewe, ukikwazo unanuna mno, njoo kwa Yesu. Bwana anavyofanya huyu tabibu. Yaani utashangaa unavyokubaliana na maelekezo yake mle moyoni, analivunja kabisa pepo la hasira. Na wengine akikwazo mama ana pepo zinaongea, zimejaa mle moyoni. Usiongee naye, usiongee na mume. Umekuwa nani? Robot wewe la pale. Madukani kuna maroboti yanasimamishwa hivi, yanavalishwa suti kama mimi. Unaweza ukaliuliza ile. Unaweza ukaliuliza shingapi hii suti? Sasa nao umekuwa robot. Habari za hapa, mmekula nini? Mapepo yamejaa. Na dini unayo humo moyoni, kuna hazina mbaya, huwezi kusamehe, huwezi kuachilia. Toka Yesu leo, simba kabila wa Yuda, aondoe pepo za hasira, aondoe vifungo, wanadamu wekwe hurumani na dhambi. Anasema Mathayo 12:33, ufanyeni mti kuwa mzuri ili utoe matunda mazuri,
ufanye mti kuwa mabaya, utoe matunda mabaya. Kwa mtu anaufanya mwenyewe, maana anakubaliana na dhambi mle ndani, anakubaliana na mabaya. Sasa ukija kwa Yesu, mabaya utakataa moyoni, maana ameingia mwema, ameingia mtakatifu, ameingia kweli, ameingia mwenye uzima, anaitwa mkuu wa uzima, mkuu wa haki. Akiingia ndani ya moyo mwanadamu, anamgeuza yule mwanadamu wewe mwingine. Mabaya anakataa mwenyewe, hiyo siwezi kufanya mimi. Nani? Yesu yumo mle moyoni. Wewe ukoje? Moyo wako ni zaidi, maana umebeba mabaya moyoni. Anaingia nayo kwenye dini, mabaya yake anatoka nayo. Kwanza ndotoa matunda gani? Lazima utoe yale yaliyomo ndani ya moyo. Mtu ananena, anatenda ya ujazayo moyo. Wewe ukoje mwanadamu? Geuka leo, neema ipo. Rejea leo, aingia Yesu moyoni. Geuka leo binti, aingia Yesu moyoni. Geuka mama, aingia Yesu ili uwe salama. Ndani ya Yesu Kristo tunakuwa salama roho na mwili. Haleluya. Anasema mtu unatambulikana kwa matunda. Watu wengi wamevaa kwenye maigizo saizi. Kumbe Mungu anatambua huyu aliyobeba ni mabaya, kwa hiyo ni wa shetani. Anatambua huyu amebeba ya kwangu, huyu ni wa kwangu. Kwa hiyo aweza kujiigiza, unajiita wa Mungu wakati umebeba ya shetani. Maigizo hayafai. Turejee kwenye kweli. Kristo awe moyoni na atende kazi, yatolewe matunda ya Kristo. Wewe ukoje? Hata moyo wako ni zaidi. Mambo yapo unayotenda, unawaza nini mwanadamu? Mabeba nini moyoni? Rejea jioni ya leo, neema ipo ya Bwana. Ukija kwake ataondoa mabaya, ataondoa lono, ataondoa vifungo. Mwanadamu utakuwa salama roho na mwili. Simama kwa miguu miwili ulionayo. Naamini Bwana amesema nawe jioni ya leo. Niombe na wewe hasa uliyopokea neno jioni ya leo, kwamba yupo mwanaume anayeondoa hazina mbaya ndani ya mioyo ya wanadamu. Anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Aweza kuondoa hazina iliyo ndani ya moyo wako mbaya. Kikubaliana nayo jioni ya leo, fumba macho hayo, tuombe na wewe. Baba, katika